أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa amepata majeraha katika vita. Katika maelezo yake zipo baadhi ya riwaya kama hivi. Kwa mujibu wa riwaya ya Ibn Abbas, wakati ule mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema, ishtadda ghadabullahi ala man qatalahu nabiyu fi sabilillahi, ishtadda ghadabullahi ala qaumin dammu wajha nabiyillah. Ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inakuwa kali juu ya mtu ambaye mtume wa Allah awe amemua katika njia ya Mwenyezi Mungu, na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inakuwa kali juu ya kaumu ambao wanajeruhi uso wa nabii wa Mwenyezi Mungu. Katika riwaya ya Tabrani inapatikana ya kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipopata majeraha akasema, ishtadda ghadabullahi ala qaumin kalamu wajha rasulillah. Ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inakuwa kali juu ya kaumu ambao wanajeruhi uso mtukufu wa nabii wa Mwenyezi Mungu. Kisha baada ya muda akasema kwamba allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. E Allah, uwasamehe kaumu yangu kwani wao hawajui wanachokifanya. Katika riwaya sahihain inapatikana ya kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema mara kwa mara ya kwamba allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. E Allah, uwasamehe kaumu yangu kwani wao hawajui wanachokifanya. Hivyo rehema yake ambayo ilikuwa imeshika rangi ya rehema ya Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu wote ilipatikana katika hali ambapo alikuwa amepata majeraha na damu ilikuwa inatoka kutoka uso wake. Lakini hata hivyo akafanya dua hii ya kwamba ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inachemka pale ambapo watu wanafanya zulma juu ya nabii wake na wanafanya zulma juu ya mpendwa wake. Lakini ewe Allah, watu hawa wanafanya zulma katika hali ya kutokujua na kwa sababu ya upumbavu wao, hivyo uwasamehe na kwa sababu ya makosa yao usiwateremshie adhabu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ni dhihirisho la huruma na rehema aliloonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika sahih Bukhari riwaya inapatikana hivi ya kwamba qala Abdullah kaanni anzulu ila nabiyi yahki nabiyyan min al-anbiya zarabahu qaumuhu faadmahu wa huwa yamsahu dam'a an wajhihi wa yaqulu allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Hata Abdullah bin Masud anasimulia ya kwamba kana kwamba namwona nabii sallallahu alaihi wasallam kwa macho yangu, ya kwamba anaeleza hali ya nabii moja katika mitume ambaye kaumu yake ilikuwa imemjuruhi sana. Ye alikuwa anapangusa damu kutoka uso wake na alikuwa anasema kwamba ewe Allah, uwasamehe kaumu yangu kwani wao hawajui.
kuhusiana na hilo hatmiza bashir ahmad saheb ameandika katika sirt khatamanabayin ya kwamba baada ya kufika kwenye mlima mtume salallahu alaihi waalihi wasallam kwa msaada wa ali aliosha majeraha yake na misumari miwili ambayo ilikuwa imenasa kwenye shavu lake abu ubaida bin aljarah akaitoa kwa maino yake kwa nguvu sana mpaka katika jaribio hilo meno yake mawili yakavunjika wakati yule damu ilikuwa inatoka sana kutoka majeraha yake na yeye akiona damu yake alikuwa anasema kwamba kaifa yaflahu qaumun khazabu wajha nabiyihim bidami wahuwa yaduhum ila rabbihim kaumu ile kivipi itaweza kujiokoa ambao wamemjeruhi nabii wake katika kosa hili tu kwamba yeye anawaita kwa allah kisha mtume akanyamaza kwa muda na kisha akasema kwamba allah magfir li qaumi fa innahum la yalamun yani ewe mungu wangu uwasamehe kaumu yangu kwani kosa hili wamelitenda katika ujinga na bila kujua tu riwaya inapatikana ya kwamba wakati ule ule aya hii ya qurani ilishuka kwamba laisa laka min alamri shayun yani swala la adhabu na msamaha lipo mkononi mwa allah hivyo we huhusiki nalo mungu atamsamehe amtakaye na atamwazibu amtakaye kisha anaandika zaidi ya kwamba fatmatu zohra ambaye kwa kusikia habari hiyo ya kutisha kuhusu mtume saa salam alikuwa ametoka kutoka madina ye pia baada ya muda akafika katika ohod na mara baada ya kufika akaanza kuosha majeraha yake lakini damu ilikuwa haikwami kisha fatma akaunguza kipande cha mkeka na majivu yake akafunga juu ya majeraha yake na kisha damu ikakwama kina mama wengine pia wakati ule kwa kuwatumikia masahaba waliopata majeraha wakapata sawabu khalithulmsi sani raziallahu taala anhu anaeleza tukio hili kama hivi ya kwamba wakati wa vita vya ohd jiwe moja likaja kugonga juu ya kofia yake ya chuma na misumari yake ikanasa kwenye kichwa chake mtume akazimia na kuanguka kwenye shimo juu ya maiti za masahaba ambao walikuwa wamesha wawa shahidi na kisha maiti za masahaba wengine pia zikaenda kufunika mwili wake na watu wakaelewa kwamba yeye amesha kufa lakini alipotolewa kutoka shimo na akazinduka ye hakupata kujua kwamba maadui wamenijeruhi na wamevunja meno yangu na wameua marafiki zangu na jamaa zangu na ndugu zangu bali mara baada ya kuzinduka akafanya dua kwamba rabbi gfirli qaumi fa innahum la yalamun ewe allah watu hawa hawakuweza kutambua daraja yangu hivyo uwasamehe na usamehe mazambi yao katika vita vya ohd kuhudhuria kwa malaika na kupigana na maadui kuhusu hilo habari inapatikana hivi saad bin waqas anasimulia ya kwamba mimi siku ya ohd niliwaona watu wawili kulia na kushoto kwa mtume salallahu alaihi wasallam walikuwa wamevaa mawazi meupe na walikuwa wakipigana kwa nguvu sana mimi sikuwahi kuwaona hapo kabla wala sikuwaona baadaye yani jibrail alah salam na mikail alah salam na bahki pia ameeleza riwaya hiyo na kisha mujahid pia ameeleza riwaya hii anasema kwamba malaika walikuwa wamepigana vita siku ya badr tu bahki anasema kwamba muradi wake ndio huu ya kwamba waislamu walipomwasi mtume salallahu alaihi wasallam na hawakutii amri iliyotolewa na mtume salallahu alaihi wasallam wakati ule malaika hawakupigana vita na ishara hii ni kuhusu watu wa mlima pale walipoonyesha mfano wa utii na wakafanya subira malaika walikuwa wakiwalinda na pale walipoonyesha uasi malaika wakainua vivuli vyao mungu anajua vizuri zaidi kuhusiana na hilo muhammad bin umar ameeleza riwaya moja kutoka mashekh wake
juu ya kauli ya allah bala in tasbiru watataku kwamba wao hawakufanya subira na wakakimbia hapo wao hawakusaidiwa na pia ameeleza riwaya hii kwamba mashekh wake walisema kwamba musa bin umer alipouawa shahidi malaika moja katika sura ya musa bin umer akashika bendera na siku ile malaika walikuwa wamehudhuria lakini wao hawakupigana vita harith bin sima akieleza hali ya vita ile anasema ya kwamba siku ya ohod mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa kwenye pango mtume salallahu alaihi wasallam akaniuliza kuhusu abdurahman bin auf mimi nikasema kwamba mimi nimemwona upande wa mlima mtume sallallahu salam akasema kwamba bila shaka malaika wanapigana vita na maadui pamoja naye haris anasema kwamba kisha nilipoenda kwa abdurahman nikaona makafiri 7 wakifa mbele yake nikasema kwamba mkono wako wa kulia umefanikiwa je umewaua wote ye akasema kwamba hawa na hawa nimewaua na watu hawa mtu mmoja amewaua ambao sikumwona nikasema allah na mtume wake walikuwa wamesema kweli kwamba malaika walikuwa wakipigana na maadui pamoja naye ibn saad amesimulia kutoka abdullah bin fazl bin abbas anasema kwamba siku ya uhud mtume salallahu alaihi wasallam alimkabizi musa bin umer bendera hapo musab akauawa shahidi kisha malaika mmoja akashika bendera hiyo aliyekuwa na sura ya musab hapo mtume akasema ewe musab sogea mbele malaika akaelekea kwake na akasema mimi si musab hapo mtume akamtambua kwamba huyu ni malaika ambaye kwa kupitia kwake amesaidiwa muhammad bin thabit anasimulia ya kwamba siku ya uhud mtume alisema kwamba ewe musab sogea mbele yani songa mbele hapo abdurahman bin auf akasema kwamba ewe mtume wa allah je musab hakuuawa shahidi mtume akasema kwamba ndiyo lakini malaika moja ameshika nafasi yake na amepewa jina la musab alama ibni asakar amesimulia kutoka kwa saad bin abi waqas ye anasema kwamba siku ya uhud mi mwenyewe niliona ya kwamba mimi narusha mishale na mtu mmoja mwenye mavazi meupe ananiletea mishale hiyo mimi nilikuwa si mjui na kisha nilikuwa nadhani kwamba huyu alikuwa malaika umair bin ishaq anasimulia ya kwamba siku ya uhud watu walikwenda mbali na mtume salallahu alaihi wasallam na saad akaendelea kurusha mishale akiwa mbele yake kijana moja alikuwa anamletea mishale kila aliporusha mishale kijana alikuwa anamletea mtume salaa salam akasema kwamba ewe abu ishaq rusha mishale mtume salallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba ewe abu ishaq rusha mishale na vita ilipokwisha kijana huyo hakuonekana katika sehemu yoyote na watu walikuwa hawamjui kwamba alikuwa nani alama bahki amesimulia kutoka urwa ya kwamba kauli ya mwenyezi mungu isemayo walakad sadakakumullahu waadan yani mwenyezi mungu alikuwa amewaahidi juu ya subira na ucha mungu kwamba atawasaidia kwa malaika 5,000 na hivyo ndivyo mwenyezi mungu alivyofanya lakini pale wao walipoasi amri ya mtume sasa na wakaacha safu na warusha mishale hawakufuata wasia na nasaha hii ya mtume sasa kwamba msiache mahala penu hapo akawaondolea msaada wa malaika na akashusha aya hii ya kwamba walakad sadakakumullahu wadahu istahussunahum biizni na bila shaka allah amewasadikishieni miadi yake mlipo waua kwa izni yake yani mwenyezi mungu akasadikisha ahadi yake na kuwaonyesha ushindi na pale walipofanya uasi akawatia kwenye majaribio katika hutuba yake moja khalid msirabi rahimahullah taala pia ameeleza tukio hili ya kwamba masahaba raziallahu anhum wanasimulia ya kuwa katika vita vya badr malaika walioonekana juu ya vichwa vyao walikuwa wamevaa vilemba vyeusi na walikuwa na sare moja
masahaba walipoona malaika katika hali mbalimbali walikuwa wamevaa vilemba vyeusi. riwaya zilipokusanywa wao wakashikwa na butwa, lakini kama mtume saa salam alivyokuwa ameeleza maelezo ya musawimin, hivyo ndivyo ilivyokuwa imepangwa na ilivyokuwa imetokea. vivi hivyo katika vita vya Uhud malaika walionekana juu ya vichwa vyao kulikuwa na vilemba vyekundu kama nishani. katika rangi ya nyekundu kulikuwa na ujumbe wa ghamu na huzuni. hivyo huzuni ambayo maswahaba waliipata katika vita vya Uhud kwa sababu ya majeraha ya mtume saa salam, ghamu na huzuni kama hiyo maswahaba hawakupata katika maisha yote ya mtume saa salam. wakapata habari ya ghamu moja baada ya ghamu nyingine, na nao wakachoshwa na ghamu. hivyo katika vita hiyo kwa ajili ya nishani ya malaika rangi ikachaguliwa ambayo ilikuwa na kipengele cha ghamu na damu na huzuni, yani rangi nyekundu. kuna matukio mbalimbali ya kujitolea kwa maswahaba na jinsi walivyopigana vita kwa ushujaa na kwa ujasiri na jinsi walivyomlinda mtume sallallahu alaihi wa sallam wakatoa uhai wao. kuhusu anas bin nazr ansari inapatikana ya kwamba anas alieleza ya kuwa baba yangu mdogo anas bin nazr hakushiriki katika vita vya badr. ye akasema ya kwamba ewe mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam, mimi sikushiriki katika vita ya kwanza uliopigana na maadui, lakini kama allah akinishirikisha katika vita nyingine zidi ya washirikina, basi allah lazima ataona kile nitakachofanya. hivyo siku ya Uhud ilipofika na waislamu wakakimbia medani ya vita, ye akasema kwamba ewe allah, kile walichokifanya mimi naomba razi kwa niaba yao. muradi wake ulikuwa ni wenzake, ni waislamu ambao walikuwa wamesambaratika. kisha akasema kwamba mimi si husiki na matendo waliofanya washirikina. kisha ye akasonga mbele na akakutana na Saad bin Muaz. ye akasema kwamba ewe Saad bin Muaz, pepo. kisha akasema kwamba naapa kwa mungu wa nazar, mimi nahisi harufu ya pepo kutoka Uhud. Saad akasema kwamba ewe mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam, kile alichofanya nazar mimi sikuweza kufanya. yani Saad alikuwa anamsimulia mtume sallallahu alaihi wasallam tukio la anas bin nazar, na akasema kwamba jinsi yeye alivyopigana vita kwa ushujaa mimi sikuweza kupigana. anas anasema kwamba sisi tulikuta majeraha zaidi ya 80, majeraha ya upanga na mkuki na mishale juu ya mwili wake, na ye alikuwa amesha kufa na washirikina walikuwa wamekata viungo vya mwili wake. hakuna mtu aliweza kumtambua isipokuwa dada yake tu, ni yeye kwa kupitia kidole chake akamtambua. anas akasema kwamba sisi tulikuwa tunafikiri ya kwamba aya hii ilishuka kuhusu yeye na ilishuka kuhusu watu waliofanana naye, kwamba minal muminin rijalun sadaku ma ahadullahi alaih. katika waumini hawa wapo ambao wametimiza ahadi waliofanya na allah. ibn ishaq anasema ya kwamba baba mdogo wa anas bin malik, anas bin nazr, alipita karibu na talha bin ubaidullah na umar bin khitab na kadhalik na watu wachache wa ansar na wahajirin. watu hawa walikuwa wameketi. anas akawaambia kwamba kwa nini mmeketi hapa? wao wakasema kwamba mtume saa salam ameuawa. anas akasema kwamba sasa je, nini mtafanya nini baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam? kama ye alivyouawa nini pia muuawe. kisha anas akaeleka kwa makafiri na akapigana nao mpaka akauawa shahidi, na juu jina lake anas bin malik akapewa jina. anas bin malik anasimulia ya kwamba siku ile tukamkuta anas bin malik katika hali hii kwamba juu ya mwili wake kulikuwa na nishani ya majeraha 70, na hakuna mtu aliyeweza kutambua maiti yake isipokuwa dada yake tu ambaye akamtambua kwa kidole chake.
kuhusu hiyo hatmiza bashir ahmad saheb anaandika hivi ya kwamba wakati ule vita ilikuwa imepamba moto na kwa ajili ya waislamu ilikuwa muda wa majaribio makali na mtihani mgumu. kwa kusikia taarifa ya kifo cha mtume salallahu alaihi wasallam maswahaba wengi walikuwa wameshakata tamaa na wakitupa silaha zao walikuwa wameketi upande mmoja wa medani. hatumar pia alikuwa mmoja wao. watu hao walikuwa wameketi upande mmoja wa medani ambapo sahaba moja anas bin nazar ansari akaja huko na kwa kuwaona wakiketi akawaambia kwamba nini mnafanya nini mkiwa hapa. wao wakamjibu kwamba mtume amepata shahada, sasa kuna faida gani ya kupigana vita? anas akasema kwamba huu ndio muda wa kupigana vita ili mauti ambayo mtume ameipata sisi pia tuipate. kisha baada yake yeye kuna ladha gani ya kuishi katika dunia hii? kisha saad muaz akaja mbele yake, ye akamwambia kwamba saad, mimi na nusa harufu ya pepo kutoka mlima huu. kwa kusema hayo akaingia kwenye safu za maadui na akapigana nao mpaka akawawa shahidi, na juu ya mwili wake kulikuwa na majeraha zaidi ya 80. watu hawakuweza kutambua maiti yake. dada yake akatambua maiti yake kwa kuona kidole chake. khalifatulmasih asani pia ameeleza ya kwamba baba mdogo hat anas vita ya ohd ilipotokea akashiriki katika vita ile na akapigana vita kwa ushujaa na akamsalimisha mtume saa salam kutoka mashambulio ya makafiri. ushindi ulipotokea waislamu wakaanza kukusanya mali ya ghanima. maadui wapumbavu wanasema kwamba huu ni uporaji. muslim moja anasema kwamba vita inapokwisha waislamu walikuwa wakikusanya mali ya ghanima. huo sio uporaji bali inakuwa ni njia ya kuzofisha maadui. kwa vyovyote vile yeye alifikiri kwamba sasa wajibu wake umekwisha. alikuwa na njaa na alikuwa na tende chache. yeye akaanza kutembea katika furaha ya ushindi na akaanza kula tende. akila tende na akitembea polepole akaja upande moja ambapo akaona kwamba kuna jiwe ambapo hat umar ameketi na analia. ye kwa kumwona umar akashikwa na mshangao kwamba leo ni siku ya kuonyesha furaha, siku ya kufurahi na kupongezana, kwa nini ye analia? akaeleke kwa hat umar na akasema kwamba ewe bwana, leo ni siku ya furaha, mungu amewajaalia waislamu ushindi na wewe unalia. hat umar akasema labda wewe hujui kwamba baada ya ushindi kuna nini kilichotokea. ye akasema kwamba kuna nini kilichotokea? hat umar akasema kwamba jeshi la maadui likaja kutoka nyuma na wakatushambulia tena na jeshi la kiislam likasambaratika na mtume akauawa shahidi. answari akasema kwamba hata hivyo hii si nafasi ya kulia. alikuwa na tende moja tu katika mkono wake, akatupa tende, yani akaelekea kwa tende na akasema kwamba kati yangu na kati ya mungu wangu, au atakuwa amemwambia hat omar au atakuwa amesema kwa tende kwamba kati yangu na kati ya mungu wangu kuna tende moja tu. kisha akaeleka hat omar na akasema kwamba ewe omar, kama mtume ameuawa shahidi basi sisi tuna kazi gani katika dunia hii? sisi pia tutakwenda huko huko alikwenda yeye na akashika upanga na akiwa peke yake akaingia kwenye jeshi la maadui na akaanza kupigana nao. mtu mmoja ana umuhimu gani zidi ya maelfu ya watu? akaanza kushambuliwa toka pande nne na akawawa shahidi. baada ya vita kuisha, mtume saa salam alipowaambia masahaba kutafuta maiti yake wakakuta vipande 70 vya mwili wake. riwaya zinasema kwamba maiti yake ilikuwa haitambuliki. kisha dada yake au jamaa yake fulani akatambua maiti yake kwa nishani ya kidole chake. muslim maud ameeleza tukio hilo hilo katika sehemu nyingine. anasema kwamba katika vita vya ohd habari ya kifo cha mtume saa salam iliposhamiri, baba mdogo wa hat anas akamkuta hat umar akilia akikaa juu ya jiwe moja. akamuuliza umar kwamba kwa nini unalia ilhali waislamu wamepata ushindi? hat umar akamjibu kwamba je, hujui kwamba mtume saa salam ameuawa shahidi? baba mdogo hat anas aliposikia habari hiyo, wakati yule alikuwa anakula tende na alikuwa na tende moja tu katika mkono wake, akatupa na akasema kwamba kati yangu na kati ya mungu wangu hakuna kizuizi isipokuwa tende hiyo tu. akaelekea kwa umar na akasema kwamba umar, kama mtume amefariki dunia
sasa kwa nini wewe unalia ukikaa hapa, sisi pia tunakwenda huko huko. Na akawashambulia maadui wa 3,000 akiwa peke yake, na ye akapata shahada huku akipigana vita. Maiti yake ilipotafutwa wakakuta vipande 70 vya mwili wake. Musleh Maud ameeleza matukio ya kifo chake cha kishahidi katika maeneo mbalimbali. Katika sehemu zingine ameeleza kwa maelezo na sehemu zingine ameeleza kwa kifupi. Sehemu moja anasema kwamba katika hadisi moja inapatikana hivi ya kwamba sahaba moja answari hat malik bin ans ambaye hakuweza kushiriki katika vita vya badr, aliposikiliza mambo mbalimbali kuhusu vita vya badr kutoka masahaba wenzake, akaanza kutembea kwa jazibe na akasema kwamba hili ni jambo gani, nikipata nafasi nitawaonesheni jinsi muumini anavyojitolea. Hivyo alishiriki katika vita vya uhud na waislamu waliposambaratika, na kwa sababu ya ushambulizi wa ghafla wakaenda mbali na mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume akawa peke yake, na kwa sababu ya mashambulio ya makafiri akapata majeraha na akaanguka juu ya masahaba wenzake. Na baadhi ya watu wakafikiri kwamba, wakazani kwamba mtume ameuawa shahidi. Hapo baadhi ya watu wakaenda Madina na wakasambaza habari hii kwamba mtume ameuawa shahidi. Habari hii ilikuwa pigo kubwa kwa watu waliokuwa karibu na medani ya vita. Umar pia alikuwa mmoja wao. Ye alikuwa analia huku akiketi juu ya jiwe moja. Malik bin Ans ambaye alikuwa hakula chakula kabla ya vita akapita karibu yake, na kwa kuwa alikuwa ametoka medani ya vita ambapo waislam walikuwa wamepata ushindi na makafiri walikuwa wameshindwa, na Umar alikuwa ametoka kutoka medani ambapo maadui walikuwa wamewashambulia waislamu kutoka nyuma, na mtume alikuwa amepata majeraha, na baadhi ya maswahaba walikuwa wamezani kwamba ye ameuawa shahidi. Hivyo Umar alikuwa analia, na Malik alikuwa na furaha kwamba sisi tumepata ushindi. Hivyo ye akaona kwamba ni jambo la ajabu kwa nini Umar analia. Akamwambia kwamba Umar, huu ni muda wa kuonyesha furaha na si muda wa kulia. Mungu amewajaalia waislamu ushindi, hivyo wewe uonyeshe furaha. Hata Umar akamwona na akasema, Malik, labda hujui kwamba hali ya vita ilikuwa imebadilika. Maadui walitushambulia kutoka mlima na kisha jeshi la Kiislam likasambaratika na mtume akauawa shahidi. Wakati ule mkononi mwa Malik kulikuwa na tende la mwisho, ya akatupa chini na akasema kwamba kati yangu na kati ya mpendwa wangu hakuna kizuizi isipokuwa tende moja tu. Kisha akamwona Umar na akasema kwamba kile unachosema kama ni kweli, basi hata hivyo huu si muda wa kulia, sisi pia tujiandae kwenda huko huko alipoenda mpendwa wetu. Kwa kusema hayo akachukua upanga wake na akaenda kuwashambulia maadui. Mtu mmoja angewezaje kupambana na mamea ya watu? Katika muda mfupi tu mwili wake ukakatika vipande vipande. Mwenyezi Mungu alipowajaalia waislamu ushindi na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba tafuteni Malik bin Anas yuko wapi. Watu wakaja kumpatia habari kwamba sisi tumemtafuta lakini hatukuweza kumpata. Mtume akasema kwamba nendeni mkamtafute. Hapo dada yake kwa kusikia habari hii juu ya kifo cha mtume saa salam akaja kutoka Madina na akafika katika medani. Ambapo katika sehemu moja akaona vipande vya maiti, na kwa kupitia kidole chake akatambua kwamba hiyo ni maiti ya ndugu yake Malik, na akampatia habari mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo alikuwa mapenzi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habari hizi zinaendelea, nitaeleza katika siku za usoni vile vile. Katika maombi siku hizi muwaombee wa Ahmadiyya wa Yemen, wamezingirwa na matatizo na shida nyingi, na pia mufanye dua kwa ajili ya umati wa Kiislam. Mwenyezi Mungu azalishe umoja na mshikamano kati yao na awajalie akili na uelewa. Mufanye dua kwa ajili ya dunia nzima. Dunia inaendelea kuelekea katika vita kuu. Mwenyezi Mungu awarehemu.
baada ya swala nitasalisha jeneza mbili ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya mheshimiwa hafiz dr abdul hamid gamanga saheb, naib amir wa Sierra Leone. Januari 13 baada ya kuugua kwa siku chache akafariki dunia akiwa na umri wa miaka 45. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mare Musa Mewa saheb amir jamaat Sierra Leone anaandika ya kwamba daktari gamanga saheb alikuwa mwenye kutoa mchango wa wasia zaidi kuliko watu wote nchini Sierra Leone. Anasema kwamba nilipowaambia waahmadia kutoa mchango kwa ajili ya kununua uwanja mpya wa jalsagaa, dr saheb akatoa ahadi zaidi kuliko watu wote, na kabla ya kifo chake akatoa $10,000 za kimarekani kama mchango. dr saheb alikuwa amejitolea wakfu wa miaka 5 chini ya mpango wa nusrat jahan, na alikuwa amepangiwa kwenda Nigeria, na bado maandalizi yalikuwa yanaendelea kufanywa. Katika muda huo huo daktari mmoja wa kipakistani alipokwenda, ye akapata bahati ya kutoa huduma katika hospitali ya Freetown na akafanya kazi kwa juhudi kubwa sana. Katika muda huo hela yote ambayo akaipata ye akatoa kwa ajili ya hospitali, na hela hiyo ikatumika kwa ajili ya kufanya ukarabati wa hospitali. Hela hiyo ni kama $200,000 leon katika sarafu ya nchi. Alikuwa anaupenda sana ukhalifa na alikuwa na huzuni moja kubwa katika maisha yake. Alikuwa anasema kwamba hakupata bahati ya kumwona khalifa wa zama. Akajaribu sana, akafanya juhudi ya kupata visa mara 2, lakini hakuweza kufanikiwa. Alipokuwa anatoa huduma ya kitiba alikuwa anawatibu watu wenye haja na alikuwa anawapatia matibabu bure. Wanafunzi wa ahmadia ambao wazazi wao hawakuweza kulipa karo yao, dr saheb alikuwa anawasaidia. Marehemu alikuwa mwaminifu sana na mwenye kuwasaidia. Alioa dada wa Tommy Kalon saheb ambaye yupo hapa, Deayada Kamanga saheba. Ana watoto wawili na umri wao ni takriban miaka 4 na miaka 2, yani kijana mmoja na binti mmoja. Mbashiri wa huko Saidul Hassan Shah anasema kwamba marehemu alikuwa na sifa chungu nzima sana, mimi namjua mwenyewe. Musa Mewa saheb alipochaguliwa kuwa amir mpya, dr gamanga saheb alikuwa mtu maarufu wa timu yake. Akapata special degree katika gynecologist kutoka Kenya na akaja Sierra Leone. Sifa yake moja ilikuwa ni kufanya juhudi. Alikuwa anafanya juhudi usiku na mchana mpaka kusahau kwamba mke na watoto wake watakuwa wanamsubiri. Alikuwa hafidhi Quran, alikuwa anasoma Quran tukufu katika sauti nzuri sana. Katika mwezi wa Ramadhan mwaka uliopita akaswalisha sala ya tarawih katika makao makuu na watu wakapata ladha sana. dr saheb alikuwa mtu mnyenyekevu sana, daima alikuwa kitabasamu na alikuwa anaficha marazi na shida kutoka wengine. Safiri Ahmad saheb Mbashiri anasema kwamba dr saheb alikuwa na sifa chungu nzima sana, alikuwa maarufu katika maeneo yake. Mwenyezi Mungu alikuwa amempatia, alikuwa ameweka shifa kwenye mkono wake. Watu walikuwa wakija ili kupata matibabu na yeye alikuwa anawatibu na kuwapatia matibabu ya kiroho na kimwili vile vile. Alikuwa anawafahamisha kuhusu mafundisho ya jamaati. Alikuwa na tabia ya kuswali swala kwa wakati na swala ya tahajudi na kufunga saumu na kulipa mchango kwa wakati. Alikuwa akiacha shughuli zake zote na kuhudhuria kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Alikuwa akiwaheshimu sana wabashiri na viongozi wa jamaati. Abdul Hai Kuroma saheb naib amir sani anasema kwamba dr gamanga saheb alikuwa mjumbe wa kamati ya kutafsiri Qur'an tukufu katika lugha ya Mende ya Sierra Leone. Alikuwa na tabia ya kuswali sala 5, sala ya tahajudi. Anasema kwamba kwa kweli alikuwa mtu aliyejitolea wakfu maisha yake. Baada ya
kutimiza wajibu wake serikalini alikuwa anakwenda ahmadia hospital kisha alikuwa anakuja mission house na kufanya kazi ya jamaati alikuwa anaona ruya za kweli na kisha ndoto yake zilikuwa zinapata kutimia anasema kwamba yeye sawa na miongozo ya khalifa wa zama alipanga mipango ya miaka 10 kwa ajili ya jamaat ili katika mustakbali wapatikane watu wenye kuitumikia jamaati anasema mimi nikiwa naib amir nilikuwa na uhusiano mzito na marehemu alikuwa na tabia nzuri sana na alikuwa na tabia nzuri za kuipenda jamaati na kutimiza haki za allah na haki za watu wake na alikuwa mnyenyekevu sana alwami sisa sahib anasema kwamba marehemu alipata admission katika jamiatul mubashirin Sierra Leone mwaka 1989 na akamaliza masomo yake miaka 91 akapata matokeo mazuri katika masomo yake kisha akaanza kuhifadhi kurani tukufu kisha vita ikatokea katika nchi ya Sierra Leone wabashiri wa Pakistan wakalazimika kuacha nchi Dr. Saheb akaja Freetown akaendelea kufanya kazi kama mbashiri akawa kaimu amiri vile vile katika muda huo kutoka markaz kwa ajili ya jamaati vifaa vikapelekwa waasi walipojua wakaishambulia mission house watu hao wakajificha katika paa lakini huyu anayesimulia anasema yeye akakamatwa na waasi wao wakaweka bunduki juu ya kichwa yake wakasema kwamba tutakuua la sivyo utupatie funguo za store yeye Dr. Gamanga alipona hali hiyo akaja chini akawapatia funguo wao wakachukua vifaa na wakaondoka Khalid Mahmud saheb anaandika ya kwamba Dr. Saheb alikuwa mtu mwenye kuupenda sana ukhalifa na alikuwa na ikhilasi sana alikuwa akiwaheshimu wote alikuwa na uchungu wa jamaat moyoni mwake alikuwa akiwatendea wote wakubwa na wadogo kwa heshima na mtu akimpatia ushauri kwa ajili ya maendeleo ya jamaat alikuwa na kubali alikuwa anasema kwamba katika jamaat wapatikane watu wenye ikhilasi ambao muda wote waendelee kufanya juhudi kwa ajili ya maendeleo ya jamaati anasema kwamba nimeona watu wachache walikuwa na sifa kama yeye Dr. Saheb alikuwa shujaa sana alikuwa jasiri sana alikuwa na tabia njema sana na njia nzuri ya kuongea alikuwa akiongea na watu kwa upole akiacha shughuli zake zote alikuwa na swala zake kwa wakati mtu akisema kwa maneno magumu alikuwa anamjibu kwa upole na alikuwa anasema kwamba ahmadia hatakiwi kuwa na tabia ya aina hiyo lajna imaila uingereza inaendelea kujenga hospitali kubwa katika nchi ya Sierra Leone ni miradi mikubwa sana kwa fadhili ya allah sadr wa zamani wa lajna Dr. Farhia alikwenda kuitembelea anasema nilimwona marehemu alikuwa mtu wa watu nilipoenda kuangalia hospitali nikakutana na Dr. Saheb akanipatia ushauri mzuri kuhusu hospitali kisha akanitembeza katika hospitali ya serikali jaziba yake ya kuwatumikia wanadamu ikanivutia sana watu wengi walikuwa wakija kwake ili kupata matibabu na Dr. Saheb alikuwa akiwatibu na kuwahurumia sana na alikuwa na jaziba sana ya kuwatumikia watu wa nchi yake na hilo lilikuwa ni wazo lake na zana yake kwamba hospitali itakapojengwa Dr. Saheb atawekwa katika hospitali ile lakini mungu ana mpango wake mke wake anasema Kadiata sahiba kwamba mume wangu alikuwa mtu mwema sana alikuwa mtu mwenye ikhilasi na ahmadia mwaminifu daima alikuwa akitanguliza faida za jamaat juu ya mambo yake binafsi kabla ya kwenda senegali akasema kwamba sisi tunamtawakkal allah na tunamtegemea allah hivyo hata kama itokee nini usiwe na wasiwasi anasema kwamba alikuwa anawapatia watu matibabu bure na alikuwa anawajali sana anasema kwamba kuhusu mume wangu watu wameniambia kuhusu sifa zake baada ya kifo chake anasema kwamba mimi natoa ushahidi kwamba marehemu alikuwa mwenye kuswali swala kwa wakati sala ya tahajudi na kipato chake akipata alikuwa
kutoa wasia. Kila mwezi wa Ramadhan kila mwaka alikuwa anasoma Qur'an tukufu mara moja, na alikuwa akinisihi vile vile kufanya hivyo. Alikuwa mume mzuri, na Mwenyezi Mungu amrehemu na amghofirie na ampandishe katika daraja na awalinde watoto wake na familia yake. Jeneza inayofuata ni ya Tahira Nazir Begum sahiba ambaye anaitwa Tahira Rashiduddin. Alikuwa mke wa Chaudhry Rashiduddin sahib mbashiri wa jamaat. Ye pia alifariki dunia siku za nyuma. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake Had Chaudhry Ghulam Hussain sahib, na pia upande wa mama yake babu yake Had Chaudhry Ghulam Hazrat sahib Dariwal pia alikuwa sahaba wa Masihi Maud alayhi salam. Ndoa yake kama nisemavyo alikuwa mke wa Chaudhry Rashiduddin sahib. Desemba mwaka 1958 Maulana Jalaluddin Shams sahib alikuwa ametangaza ndoa yake katika uwepo wa Musleh Maud, na Musleh Maud alikuwa ameongoza dua. Marehemu anaeleza kuhusu ndoto yake moja. Anasema ya kwamba mwaka 1980 nilipata tiketi ya kushiriki katika majlis mushawarat, yani akawa mjumbe wake. Khalifatul Masih Salis rahimahullah taala pia alikuwepo katika majlis shura ile, na katika majlis majadiliano yalikuwa yakifanywa kwamba ni nani atakuwa katika swahaba na nani hatashiriki katika swahaba sawa na umri wake. Anasema nikaja nyumbani nikasema kwamba ewe Allah, kama ningekuwepo wakati ule basi ningeshiriki katika maswahaba. Anasema wakati ule nikaona ndoto na nikamwona Masihi Maud Islam huzur amekuja katika nyumba yangu, anapumzika. Mimi nasimama upande wa kichwa chake. Huzur ananiona kwa mapenzi na ananiuliza sababu ya kuja kwangu. Nikasema kwamba mimi nataka kumhudumia huzur. Huzur akanikabidhi mkono wake wa kulia, nikaendelea kumhudumia. Kisha huzur akaenda kuswali kwa ajili ya sala ya magharibi. Mimi pia nikaenda nyuma yake, nikaona watu wengi wamejumuika na wamepanda juu ya madirisha ili kumwona. Mimi nikawauliza kwamba kivipi mmejuaje kwamba huzur yupo katika nyumba yangu. Wao wakasema kwamba huzur akija katika nyumba na sisi tusijue. Kivipi hiyo inaweza kutokea? Kuna jamaa yake mmoja anasema kwamba ye alikuwa anapika chapati. Mimi nikamuita nikasema acha kupika chapati, huzur amekuja katika nyumba yangu, njoo umwone. Kisha anasema kwamba anasema moyoni mwangu kwamba katika shura walikuwa wanasema kwamba mtu akimwona huzur ataingia kwenye swahaba. Sasa huzur amebaki katika nyumba yangu siku mbili na usiku moja, mimi pia nimeingia kwenye swahaba. Anasema mimi namshukuru Mwenyezi Mungu juu yake. Kijana wake Dr. Alimuddin anaishi hapa hapa, amewahi kuwa national sadr wa Ireland na siku hizi anaishi hapa hapa Uingereza. Ye anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia mama yetu sifa nyingi sana, na sifa yake kubwa ilikuwa ni uhusiano kwa Allah, mapenzi kwa Allah na mapenzi yake, na pia sifa zake nyingi alikuwa nazo. Alikuwa anaona njozi na ruya za kweli. Alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa wa Kiahmadia ambao tumeona katika maisha yake yote, na akajaribu kuwapatia watoto wake vile vile. Anasema kwamba tulipokuwa watoto katika nyumba yetu, mama yetu alikuwa anatusimulia mambo mbalimbali kuhusu makhalifa na kina mama wakubwa, yani watukufu wa jamaati, na alikuwa anawaambia watukufu hawa ili wafanye dua kwa ajili yake. Alikuwa anaenda kuwaambia kwamba wafanye dua kwa ajili yake. Anasema kwamba mama yetu alikuwa na sifa nyingi sana, na sifa yake moja ilikuwa ni ghera kwa ajili ya jamaat. Safari moja katika jamaa zetu, jamaa wa mbali alisema maneno fulani yasiyofaa kuhusu jamaati. Kikawaida watu wananyamaza tu, lakini mama yetu akawajibu mara moja. Kwanza akawazuia na kisha akawasahihisha,
na katika familia hilo lilikuwa maarufu kwamba hata kama atapigana na jamaa fulani lakini hata iacha jamaat ishambuliwe. mume wake chaudhry shidin saheb alikuwa mbashiri, alienda afrika mara mbili. huyu alibaki nchini pakistan na akaendelea kuwalea watoto wake. anasema kwamba sisi tunakumbuka vizuri, tulikuwa vijana. mama yetu alikuwa anajua kuhusu marafiki zetu kwamba ni vijana gani ambao ni marafiki za watoto wangu. alikuwa anasema kwamba mujenge urafiki na vijana ambao ni wema na wasomi. kisha anasema kwamba jambo ambalo niliona katika mama yangu, ye alikuwa na marafiki inkina mama ambao walikuwa wacha mungu na watukufu, na mwenyewe alikuwa anasema kwamba mimi sipati lazza katika majlis ya watu wa dunia, bali ninapata lazza katika watu ambao ni watu wa dini. binti yake zabda sahiba, mabinti zake abida na zabda, wanasema kwamba sisi tulimwona mama yetu akifanya ibada na kufanya dua na maombi na akiwa na hulka njema. alikuwa na swali swala za nafal na swala ya tahajud kwa shauku. shida fulani ikitokea alikuwa ana sujudu kwa muda mrefu na kufanya dua na maombi mbele ya allah. na saa nyingine akapata matatizo mbalimbali katika maisha, lakini akavumilia kwa subira na kwa uvumilivu na akaendelea kumtawakul mwenyezi mungu. akapata bahati ya kufanya hija, mwenyezi mungu akatimiza jambo lake hilo, akafanya itikaf 11. watu waliokuja mabinti zake wameeleza kwamba watu wamezungumzia sifa zake kama huruma kwa binadamu na hulka njema na tabia yake tukufu. alikuwa anasoma vitabu vya dini kwa shauku sana na haswa vitabu vya sira. siku ya ijumaa alikuwa anafanya maandalizi makhsus kwa ajili ya ijumaa na alikuwa anakwenda miskitini na kuswali sala za nafal. kuna mwana wake salimuddin saheb ambaye ni mbashiri na katika rabwa anaitumikia kama nazir umure ama. anasema kwamba mama yetu alikuwa mke wa mtu aliyejitolea maisha yake wakfu, na ndoa yake kama nisemavyo ilitangazwa na jaldin sahab shams na musleh maud akaongoza katika dua. baba yake alieleza tukio la nikaa yake. anasema kwamba ndoa ya baba yake ilikuwa imepangwa katika sehemu nyingine na maandalizi yote yalikuwa yameshakamilika. maulana abultaa sahib jalandhari alikuwa atangaze ndoa yake katika msikiti wa nusrat rabwa. watu wote walikuwa wameshafika. maulana abultaa jalandhari akatangaza ndoa za watu wengine, lakini hakutangaza ndoa yake, na akasema kwamba kwa kuwa wewe umejitolea maisha wakfu, hivyo ndoa yako itatangazwa hazrat musleh maud au itatangazwa katika uwepo wake. lakini kilichotokea ni ya kwamba baada ya muda watu wa familia ya binti yule wakakataa, wakavunja posa ile, na kisha ndoa yake ikatangazwa pamoja na tahira sahiba, na ndoa hiyo ikawa yenye baraka. marehemu alikuwa anatoa michango yake bila kukosa, na kwa wakati katibu wa fedha wa canada alimuindikia. anasema kwamba niliona katika ndoto ya kwamba nimefungua daftari la michango na napiga hesabu yake. katika muda huo huo tahira rashiduddin sahiba anakuja na kuketi karibu yangu. mimi nasema kwamba kama wakati huu utoe $5,000 katika mchango wa tahriki jadid, basi jina lako litaingia katika daftari la watu 5,000. na yeye anaonyesha nia yake ya kutoa katika ndoto. wakati ule ye alikuwa ameenda kwenda pakistan. aliporejea kutoka pakistan yeye akamsimulia, na alipomwambia kuhusu ndoto ile, mungu alikuwa amempatia wasaa, hivyo akalipa mara moja $5,000. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر